Ni aje washikadau, nimeja hapa na niko na Faye, nimekuja kumuuliza maswali kadhaa tuone kama ataweza kukubaliana nayo ama hatakubaliana nayo, tutamaliza hii kitu na tuone itakuwa ni aje. Juu nimeona mmeweza kurequest tulete daktari. So nimekuja kumuuliza kama atakubaliana nayo ama kama pia atakataa itakuwa sawa. Hatuwezi mlazimisha pia kama hataki. So Faye, unaweza ambia watu kitu before tuingie kwa hayo maswali. Hi guys, naitwa Faye. Mimi ndo ule nilifanywa ile kitu na Brayo. Ndio nilikuwa nataka nisaidiwe kupata vitu zangu, at least documents. Na alapi yangu iko kwa bag, like nikipata vitu zangu nitafurahi. Sasa ndo nataka nisaidiwe. So unakubaliana tulete daktari? Niko sawa, bora tu nisaidike. Ni sawa, mimi nitakusaidia. Vile unasema nitakusaidia. Nitakusaidia uweze kupata daktari. Nitampigia simu akuje. Tuone kama atakusaidia, lakini I hope so atakusaidia. Hata mimi nataka nisaidie juu niko na stress. Vitu zangu ziko stranded. Lapi iko kwa bag, nafaa kuwa nafanya job. Sasa niko na mambo mingi yenye iko pending. Alafu niko na tu mwezi moja kuishi huku Kenya ndo nirudi job. Though kuna sister yangu alikuwa anijoin hii mwezi. Unajua familia yangu inaishi US. Tuna inherit nini ya babangu. Juu babangu anafanya tu biashara. Sasa hata pia mimi nafanya biashara huko. So nilikuwa na sister yangu alikuwa akuje huku. Hata singetaka apate nikiwa na hizo drama sina vitu juu niliwaonwa kuingia kwa ma relationship zingine kama hizo. And if I may ask, kama ni hizo vitu unataka, vitu alichukua kule airport ama kuna vitu zingine bado wanamdai? Kuna vitu zingine bado nimemdai kama hizo pesa nilikuwa namtumia ndo walinunua gari. Hizo kufanish nyumba. Naweza penda sana zirudishwe lakini for now back tu na lapi. Though nikizipata zote nitafurahi sana. So mimi nitajaribu kumuelezea daktari kisha nijue atasema aje, kama atakuja kesho ama kama atakuja kesho kutwa. Jua lazima niweze kumpanga kwanza. Ongea naye haraka haraka akuje mbio mbio juu sina time. At least nisaidike nirudi. Niende ni concentrate na mambo zangu kwanza mapenzi. Ikae. Na ni wewe peke yako ama uko na brother ama uko na sister? Niko na tu sister yangu, sina brother. Ako wapi? Sister yangu ako US, ako na babangu na mamangu. Na huku ulikuja peke yako? Nilikuja peke yangu. Sasa sijui kuwa na brother. So Brian ndo nilikuwa namuona kama brother, a friend, a boyfriend. Ndo nikampea roho yangu, nikaona tunaweza saidiana, nikakuwa namtumia tu do. Sasa I think nilikuwa mjinga juu sijui kuwa na brother, but sasa nisha learn. Hii ni Nairobi. Lazima ujue kuishi Nairobi. Nimeshajua sasa. Lazima ujue kuishi Nairobi, si kila mtu unamwamini. Lakini Utaamini aje long distance relationship? kuna zenye work. Hakuna long distance ina work. Kuna zenye work juu nilikuwa na trust brand sana. Sikujua kama itaenda hapo hivyo. Unaweza trust mwanaume? Saa hii siwezi. Saa hii hapana. Yako ni kali. Utatrust aje mwanaume na unaishi mbali na yeye? Kama nilikuwa tu mjinga hata siwezi jua nini ilikam kwa akili kwa nimefall hivyo hadi namtrust na kila kitu. Kama tu kumpea kila kitu. Haki. Si wanaume wa Nairobi. Babako anajua hii story? Hawajui kitu, ndo maana nataka daktari anisaidie. Wasisikie story kama hizo sister yangu akikuja. Hata siwezi kubali wajue vitu kama hizo juu walikuwa wameniwarn. Hizo ma long distance relationships. Walikuwa wameniwarn. Sasa siwezi kubali wajue. Hakuna mwenye anajua. Ni sawa. After this niongee na daktari, nimpigie simu, nisikie anasema aje, nitakuupdate ile siku atakuja na nikuambie kuko aje. Kisha tuone kama atakuja kusaidia. Lakini ataweza kukusaidia. Tashukuru sana haki, alafu mkazi ikuwe mbio mbio. Tuharakishe. Kwani sister yako anakuja lini? Anaweza come next week.
ni sawa. Tutajaribu kuongea naye nione kama ameshikana ama bado. Kama atakuwa free nitamwambia akuje. Na kama pia atakuwa ameshikana tutaangalia another way. Hatuwezi kosa plan B. Utaniambia tu ndo tujue venye tutafanya haraka haraka. Juu sasa Brian ako mteja, simu zake hazipatikani. Nilienda kwake penye tulienda ile siku sikupata. Hukumpata tena? Hata sijui kwenye alienda. We, ni sawa. So guys, amekubali anataka daktari. Na pia niliweza kusoma comment zenyu pia mkasema mnataka daktari, na ndio maana niliweza kumuita, nimemuita hapa tuweze kujadiliana kwa sababu siwezi mletea daktari kama yeye haja agree, lazima akuwe agree pia ndo daktari aweze kuchipin. Tutaona vile tutafanya tuweze kumsaidia. Na swali lingine ambalo nilikuwa nataka kusahau, na what if wazazi wako wajue hizi vitu vile zinaendelea, kutakuwa aje? Kutakuwa na shida, lazima kutakuwa na shida juu hata hawajui anything, wanajuanga tu niko na Brian. But sasa ni ile sipendi kushare nao sana juu hawapendi. Sasa alafu hawapendi, alafu wakuje wasikie scandal kama hii. Nitakuwa kwa shida, siwezi taka hata kidogo wajue, nitakuwa kwa problem. Juu businesses zingine mnashare, wanaona kama ulichukua pesa yao ukapatia kutoka business. Sasa wataona nimekuwa nikinini pesa. Kama nilikuwa tu natumia pesa vibaya kutumia mtu mwenye hata ashapanga maisha yake na mimi niko tu hapo nadhani tuko pamoja. Wataanza kunijudge na mimi sitaki. Labda sasa baadaye nikishakuwa sawa nione niko na dom. Nitawaambia tu hii story juu najua atakuja aniambie. Kwani kuliendaje na Brayo siku hizi umeongelelea? Lakini ni sawa, na umesema sister yako anakuja next week. Shughuli. Guys, tutajua vile tutafanya. Tuone vile daktari atasema, italingana na daktari mwenyewe. Akisema hii shughuli itaweza kumalizika kesho, itamalizika kesho, na akisema bado inaweza endelea, itaendelea bado. So mimi nawapenda sana, na comment zenyu nasikiza. Mzidi comment na kushare na kusubscribe na kila kitu ambayo inafaa kufanywa ili tuenende pamoja.